Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa rali za CCM kweli zinazidi kuendelea. Moja ya kitu ambacho idadi kubwa Tanzania ameweza kugundua ya kwamba umati ambao watu wanaozidi kuonekana katika rali za CCM, baadhi yao wameweza kulipwa kwa ajili ya kuhudhuria rali hizo. Kwanza kabisa, tungependa tutizame vipande hivyo video ambavyo ni upya kabisa, vimeweza kuchapishwa na Mange Kimambi. Naam, mtazamaji wangu, natumai umeweza kutizama kipande hicho cha video, ila kwanza kabisa kabla nikufahamishe zaidi, tungependa uweze kutupa support yako kwa sisi hapa kufikisha azma yetu ya subscribers 100,000. Hili hapa mtazamaji wangu litaweza kutimia iwapo wewe hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza alama ya like, kwani kipindi na wakati ambapo utaweza kulike video hii moja kwa moja, YouTube itaweza kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za taifa la Tanzania. Vile vile, kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, ndiyo support pekee ambayo utaweza kutupa kwa kile tunachozidi kukifanya siku baada ya siku katika YouTube channel hii. Naam, mtazamaji wangu, amini usiamini, hivi sasa sio baadhi ya Watanzania wote ambao wanazidi kukubali kwa ajili ya kuingia katika usafiri uliokuwa umeweza kukombolewa na magari ya CCM kwa ajili ya kuhudhuria rali za CCM, kwani mwisho siku wewe kuhudhuria rali za CCM haitaweza kuleta manufaa katika taifa la Tanzania, bali kuleta manufaa katika chama cha CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwani kipindi na wakati ambapo umati utaweza kuonekana kwa idadi kubwa, hii moja kwa moja itakuwa kipindi na wakati ambapo matokeo ya urais yataweza kutangazwa. Moja kwa moja huenda kaweza kujitetea kwa njia yoyote ile ya kwamba katika rali zao hakuna hata siku waliweza kukosa watu katika rali walizokuwa wakiomba kura. Hivyo basi mbinu hii ndiyo ambayo inazidi kutumika, ila mtazamaji wangu, amini usiamini, hivi sasa baadhi ya Gen Z wameweza kuamini na wameweza kuanza kuelewa ni kwa nini ambapo idadi kubwa ya fedha inazidi kutumika kwa ajili ya kulipa watu na hata magari kusafirisha watu katika rali za CCM. Hii ni ishara ya jinsi ambavyo CCM kwa hivi sasa hawana imani kabisa na kusubiri Watanzania kuhudhuria wao binafsi kwa kuridhia kwa ajili ya kuwa katika rali za viongozi wakuu wa CCM. Ijapokuwa kuna mbinu kama ya entertainment ambayo imeweza kuletwa, sote tunazidi kushuhudia wasanii maarufu na watu maarufu nchini Tanzania wamekuwa na ushawishi mkubwa kwa ajili ya kuandaa majukwaa ili kuburudisha, ili kuvutia watu. Baada ya hiyo mbinu ama plan hiyo kutofanikiwa kwa idadi kubwa, tumekuwa tukishuhudia watu wakifuatwa manyumbani na kuomba waweze kusanyika katika eneo moja ili magari yataweza kuja na kuwabeba kuwapeleka katika rali za CCM. Mtazamaji wangu, hatua hii Gen Z wameweza kuikataa na kudai kwamba haya yote hayataweza kuleta manufaa yoyote yale katika taifa la Tanzania. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine ukiangalia ni kweli, kwani hawa vijana Gen Z wanaozidi kukubali kubebwa katika manyumba yao ama katika stage na kuelekea katika rali za CCM, wengi wao hawana ajira. Mtazamaji wangu, Gen Z yote yule ambaye yupo na ajira ama angekuwa yupo kazini, basi asingekubali kulipwa huenda hata 200 ama 1000 kwa kuacha kazi yake na kuhudhuria rali, ila kwa kuwa hawana kazi
wameweza kufuatwa katika manyumba yao ama stage ili waweze kulipwa kwa ajili ya kuhudhuria rally, hatua inayozidi kuonyesha jinsi ambavyo Gen Z wameweza kushtukia kudai kwamba mbona uongozi serikali ya awamu 6 kutokana na wao kweli wangependa kusaidia vijana hawa Gen Z wasiweze kuwaekea ajira. Mtazamaji wangu, amini usiamini, kweli Gen Z wameweza kupendekeza kuwekewa ajira, ila hilo halitaweza kutokea leo wala kesho, ila huenda likaweza kutokea iwapo angekuwa Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani ndiyo moja ya manifesto aliyokuwa akiyazungumzia ataweza kufanikisha baada ya kuingia Ikulu. Mtazamaji wangu, kama nilivyokufahamisha awali, uongozi serikali ya awamu 6 hawangependa watu kuwa na kazi, ili kipindi na wakati ambapo watakapotoa magari ya usafiri yasiweze kukuta watu wapo na kazi, ila yaweze kukuta watu wakiwa hawana kazi, na ndipo ambapo kipindi na wakati wataweza kulipiwa, wataweza kuomba walipwe ili kuhudhuria rally, moja kwa moja wataweza kukubali, kwani hawatakuwa na kitu cha kupoteza, ile hali muda wao unazidi kutumiwa vibaya. Mwisho siku haya yote hayataweza kuwaletea manufaa yoyote yale, kwani sote tunafahamu kwamba viongozi wa CCM hivi sasa hata katika serikali wanayozidi kuipanga ama kujaribu kuitengeneza hakuna nafasi zote zile kwa vijana wa Gen Z, ile hali Mheshimiwa Humphrey Polepole na Mheshimiwa Gwajima ama mchungaji Gwajima waliweza kusisitiza ingekuwa vyema iwapo katika chama kikuu cha CCM upendeleo na uvunjwaji wa katiba na sheria za chama zisingeweza kutokea, bali ingekuwa vyema iwapo chama kingeweza kusikiza kilio cha Tanzania. Na sote tunafahamu kwamba moja ya kilio cha idadi kubwa ya vijana wa Gen Z katika taifa la Tanzania ni kuomba ajira katika serikali ijayo, jambo ambalo viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 6 hivi sasa ama viongozi wakuu wa chama hiki cha CCM katika rali zao hawajaweza kudokezea chochote kile, wakiendelea kuonekana wale waliokuwa katika serikali ya awamu 6 ndio wanaozidi kung'ang'ania nafasi za juu kwa ajili ya wao kwa mara nyingine kurejea afisini baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kukamilika, jambo ambalo ni tofauti kabisa na alichokuwa kikifanya Mheshimiwa Tundu Lissu ama alichokuwa kikizungumzia Mheshimiwa Tundu Lissu katika mikoa mbalimbali, ya kwamba angependa kusikiza vijana wa Gen Z, kwani mabadiliko huletwa na vijana Gen Z. Vile hivi sasa ni wakati mwafaka kwa vijana Gen Z kuanza kuhusishwa na nafasi za juu za uongozi, ili mwisho siku ushawishi uweze kuwa wa kubalance ama wa kutoshana, tofauti na jinsi ambavyo unaozidi kushuhudiwa hivi sasa unaofanywa na viongozi wakuu wa CCM. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Baadhi ya vijana Gen Z kuanza kususia rally ambazo wanazidi kulipwa ili kuhudhuria. Je, Gen Z hawa wanazidi kufanya jambo sahihi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Ila mtazamaji wangu, itaweza kupendeza mno iwapo wewe hapo utaweza kuchangia sisi hapa kufanikisha azma yetu ya subscribers 100,000 kwa hapo kubonyeza alama ya like na kusubscribe, share video zetu na kutochea maoni yako katika uwanja wa comment section. Bye bye until the next video.